lazima ufahamu unapoelekea ni sehemu moja tu. Tuna wajibu wa kujitambua, tuna wajibu wa kutambua tunatakiwa kufanya nini, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa taaluma yake, lakini kwa faida ya taifa letu, kwa faida ya maisha yetu. Inawezekana, ni kuamua na kuchukua hatua. Kama unamwamini Mungu, muweke Mungu wako mbele kwa kile unachokifanya. Kama unaamini mti, weka mti wako mbele kwa kile unachokifanya, ili mradi uwe na uhakika madhubuti wa kile unachokifanya. Lakini tukiendelea kuamini mawazo ya wenzetu ni bora, wametujengea ukuta wa kifikra, wamezalisha virus wa akili kwenye maisha yetu, tumekuwa ni tegemezi. Tumekuwa tunazalisha watoto ambao hawawezi kujitegemea, hawawezi wakaja na ufumbuzi wa maisha yao. Wanawezaje kupata ufumbuzi wa taifa lao? Ni kwa sababu tumemezeshwa virus wa akili. Leo nakupa mfano mdogo tu. Watoto wetu, hata mtoto wangu, tunajisikia faraja akiongea lugha ya mtu aliyotutawala, na tunaamini amesoma shule bora zaidi. Anapomaliza na kutunukiwa shahada ya kumaliza safari ya taaluma yake, anakuwa ni mzigo kwa mzazi, na anakuwa ni mmoja wa ulalamikaji, kwa sababu taa aliyokuwa nalo au taaluma aliyokuwa nalo haiwezi kumwongoza, kwa sababu alichokipata mtaani hakipo. Hakujua kuwa alichokuwa anafundishwa, alikuwa anafundishwa mawazo ya kitu fulani au mawazo ya mtu fulani. Hakulijua hilo. Alifurahia tu, naenda shule, nitamaliza degree. After degree hajui nini kinachotakiwa kufanya. Ukimuuliza mtu kipaji chako ni nini, hata kujibu kwa fahari. Ataanza kukupa historia ya biashara alizoanzisha. Alianza biashara fulani, alifanya kazi fulani, alifanya kazi fulani. Hajui, na si mbaya, usininukuu vibaya, hajui kuwa unapofanya kazi unasapoti mawazo ya mtu yule, unakwenda kutekeleza wazo la mtu yule. Haimaanishi watu wasifanye kazi, hapana, lakini lazima ujue kabisa, mimi nafanya kazi ya fulani, maana yake natekeleza sera zake, mipango yake, ndoto yake. Ndoto yako ni nini? Hili ndio tatizo kubwa lilokuwa katika bara la Afrika. Kwa njia pekee ya kujivunia ni 4A9. Ndio njia pekee. Kofi aliwahi kusema, kama haukunywa maji utakoga. Inaweza sasa hivi usinywe, usitumie 4A9, lakini baadaye huna namna ya kukwepa, utatumia tu. Dawa ziko nyingi sana, lakini dawa bora ni 4A9. Lazima ujivunie hilo, lazima ukubali hilo. Una njia ya mkato. Mimi ni mpenzi wa kupita TikTok na Facebook na mitandao mingine. Naona vitu vingi sana, naona dawa nyingi sana kwa jina la dawa, lakini ufanisi na historia ya dawa ile haipo. Kitu kisichokuwa na historia, unajuaje ukweli wake na ufanisi wake? Ni ngumu sana. Ndio maana tunasema wakati umefika wa kuona njia pekee na suluhisho tosha. Inawezekana umpendi Msigwa kwa taswira yake, kwa umbile lake, kwa alivyo,